Eneo bunge la Lamu Mashariki ambalo ni la visiwa limepata barabara yake ya kwanza ya lami tangu Kenya ipate uhuru. Barabara hiyo inatarajiwa kuboresha usafiri na shughuli za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Barabara hii ya Mtangawanda Kizingitini kama unavyoona ndio barabara ya kwanza ambayo itakuwa ya lami katika eneo hili la Lamu Mashariki, kwa sababu hatuna barabara nyingine ambao itawekwa lami. Kwa hivyo tunajisikia na faraja na tunaona kama tumetambulikana katika Jamhuri ya Kenya kama na sisi ni wa Kenya. Barabara hiyo inayojengwa katika kisiwa cha Pate inalenga kurahisisha usafiri wa watu na mizigo ambao kwa muda mrefu umekuwa changamoto kubwa kwa wakazi. Kwa sasa barabara iliyopo imejaa mashimo na hubadilika kuwa matope wakati wa mvua, hali inayosababisha usafiri kuwa mgumu na gharama kuongezeka. Mara nyingi huwezi tembea moja kwa moja, mashimo kuna huko, inabidi tembea polepole, consumption inakuwa nyingi ya mafuta. Kwa barabara hii ilivyo, pikipiki paka Kizingitini kutoka Mtangano paka Kizingitini nachukua lisali moja ama dakika 50. Wakazi wanasema kuwa hali hiyo imekuwa ikiathiri biashara na huduma muhimu, huku gharama za kusafirisha bidhaa zikiongezeka kutokana na miundombinu duni. Mwezi mimi kama mhudumu wa gari ya Probox naweza tumia takriban 30,000 au zaidi kufanya marekebisho, kwa sababu huku kwetu kuna challenge za mafundi, mpaka unatoa fundi kutoka mbali. Mradi huo unatarajiwa kufungua fursa mpya za kiuchumi na kuboresha maisha ya wakazi wa Lamu Mashariki. Kutoka mashambani kupeleka kama Faza, Siu, sehemu nyingine kwenda Mtangawanda Jeti, unaona. Kwa hivyo ni kitu mzuri ikiwa barabara zitatengenezwa lami, wekezaji mbalimbali watakuja, madereva, magari yataongezeka, kazi zitakuwa nyingi, uchumi utapanuka. Ni hatua muhimu katika juhudi za serikali kuimarisha miundombinu katika maeneo ya visiwa. Nikiripotia runinga ya TAS, Peterson Macharia.